Mikononi mwangu nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni mjadala wa bajeti ukihitimishwa. Ahueni maeneo haya. Kamati ya bajeti yaeleza makubaliano waliofikia na serikali kulenga baadhi ya mapendekezo ya kodi na tozo. Mwigulu asema yapo maeneo mengi ambayo yamerekebishwa. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu iliyoandikwa kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili inasema kuongeza kiwango cha mchango wa mashirika na taasisi za serikali kutoka 15% ya mapato ghafi kingeleta madhara kwenye kuchochea kasi ya kuelekea uchumi wa kidijitali. Twaha Mpembenwe, makamu mwenyekiti wa kamati ya bajeti. Gazeti hili pia limeandika hatari vituo vya mafuta kugeuza maegesho. Habari katika ukurasa wa 5. 5,000 fedha ambazo baadhi ya madereva wa malori hulipa kuegesha kwenye vituo vya mafuta, wasemavyo wadau kulaza magari sheli. Madereva wanaoegesha magari kwenye vituo hivyo wataja sababu za kufanya hivyo badala ya kuegesha maeneo mengine. Baadhi ya wasimamizi na walinzi wa vituo vya mafuta wataja makubaliano yaliyopo kati yao na wamiliki wa magari yanayoegeshwa kwenye maeneo hayo. Kampuni ya bima eleza utaratibu wa kisheria endapo ajali imetokea eneo ambalo haliruhusiwi kuegesha. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika Samia atoa ujumbe kwa viongozi Afrika. Habari katika ukurasa wa 2. Kenya yapiga pini vituo vya radio TV maandamano ya Gen Z. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Yanga yatoa ubingwa wa bara kibabe. Habari katika ukurasa wa 24, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele.